kuna sauti, kuna wakuu wa anga katika familia yako. Inasema watu hapa wapiti viwango fulani. Watu hawezi wakatajirika, watu hawezi wakasoma, watu hawezi wakapata kazi. Ama kuna sauti zingine zinasema watu huwa hawaishi wakafika 50 years. Wewe ni nani? Wakuu wa Israeli. Hizi ni sauti za pingamizi. Sometimes they speak behind you. Usiende kanisani. Don't go. Hata mkienda mko tu watu wawili pekee, hata mfiki 10. Don't go. Kuna kuwa na sauti ya upinzani katika maisha ya mtu. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba na useme. Haleluya. Amen. Inamaanisha ya kwamba kuna nguvu katika kinywa chako. Hata kama walipanga, una uwezo wa kupangua katika ulimwengu wa rohoni. Katika ulimwengu wa asili walipanga, wakakaa vikao, wakasema haitawezekana. Lakini katika Mungu amekupa mamlaka katika ulimwengu wa rohoni, nawe utaweza kusema na itafanyika hivyo kulingana na neno lako. Haleluya. Haijalishi kile wakuu walisema. Kuna kitu inaitwa baraza. Wazee wa mji wanakaanga chini kule ushago, wanapiga kura, wanasema sasa hapa ni nani tutamweka kukuwa mkuu wa kikao hiki, na wanamchagua. Wanasema kile utasema ndio tutafuata. Kuna wengine hata baba zetu, kwa sababu hata hizo vikao ya waluguru hawakuweza kupewa. Wewe ukijaribu uongozi haiwezekani. Kwa sababu gani? Imesemekana katika hiyo anga ya kwamba mtoto wa fulani asijulikane, na wakati unainuka tu unarudishwa chini. Maana kuna maneno yalisemwa katika anga ya kwamba hakutakuwa na mtu atakayekuwa mkuu katika familia fulani. Kuna maneno yanayosemekana katika anga ya kwamba mtoto wa mtu fulani asifanikiwe, na akifanikiwa over our dead bodies. Hivyo ndivyo ilivyo wakati umetangaza kutoka kwa kanisa lako. Kuna maneno wanatangaza katika nyuma yako. Sio watu watakaofurahia wakati ambapo utatoka kwa sababu ya kwenda kumtumikia Mungu. Many will speak. Wengi watasema tulikuona, wewe ni nani? Na waseme sisi ndio kusema. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba fanya maombolezo. Inamaanisha ya kwamba kuomboleza wakati wa mazishi. Unaona mama ambaye amepoteza mtoto wake, anafunga kibwebwe katika tumbo, anafunga nguo, maana anasikia uchungu, analia kwa kumpoteza mtoto wake. Nisikie vizuri, bring your concentration here. Wachana